Tayari sasa tumeshafahamu kwamba fainali ya Muungano kwa mwaka huu 2026 ni Kariakoo Derby ya Simba na Yanga. Young Africans ndio walikuwa wa kwanza kutinga fainali ambapo walimfunga Azam FC magoli 2-1, lakini Simba Sports Club katika nusu fainali ya pili yeye akawa amemtoa Mlandege, mabingwa wa ligi kuu ya soka Zanzibar msimu mwaka 2024 2025. Ni fainali ya aina gani ambayo tunakwenda kuishuhudia? Ndio maswali ya wengi mashabiki wa hizi timu zote mbili, lakini pia mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania bara pamoja na Tanzania visiwani huko, wote ndio shauku yao iko hapo kwamba tunakwenda kushuhudia fainali ya aina gani, kwa sababu hizi timu mbili za Simba na Yanga zinakwenda kukutana katika michezo miwili mfululizo. Yani hizi dabi mbili za Kariakoo Derby zinakwenda kuchezwa back to back. Ya kwanza ndio hii fainali, katika fainali ya Muungano Aprili 29 siku ya Jumatano, lakini siku ya Jumapili katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo huko Mbweni jijini Dar es Salaam inakwenda kufanyika dabi ya Kariakoo kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC Premier League raundi ya pili, ambapo Simba ndo atakuwa mwenyeji kwenye mchezo huo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza inawezekana ni kwa mara ya kwanza katika historia ya mpira wa miguu Tanzania tangu tumepata uhuru wa Tanzania mwaka 1964 tunakwenda kushuhudia dabi, mechi mbili za dabi ambazo ni back to back, ambazo zitatofautishwa tu na siku almost kama 3-4. Yani ndani ya siku baada ya dabi ya kwanza kufanyika Aprili 29, basi siku chache baadaye inafuata dabi ya ligi kuu Mei 3 katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa hiyo ni mechi ambayo kimbinu tunataka tuone ni nini mwalimu wa Yanga Pedro Gonçalves atakuja nacho katika mchezo huo. Je, mbinu atakazokuja nazo, selection ya wachezaji ambao ataanza nao itaathiri vipi mpango kazi pia wa mchezo unaofuatia wa ligi kuu? The same pia kwa mwalimu wa Simba mwalimu Steven Barker, mbinu zipi ataingia nazo kwenye mchezo huo? Aina gani ya kikosi ambacho ataanza nacho kwenye mchezo huo? Je, kitaathiri vipi ushiriki wa klabu pia katika mchezo mwingine ama maandalizi ya klabu pia katika mchezo ambao unafuatia pia wa ligi dhidi ya hawa wapinzani wa aina moja? Lakini pia unajua sio ideal ukiuliza makocha wengi je, unapenda kucheza na mpinzani yule yule katika michezo back to back? Ukiuliza makocha wengi swali hilo huwa wanakuambia hapana, sio rafiki sana kucheza na mpinzani mmoja katika michezo back to back, kwa sababu ikatokea timu A inashinda mchezo wa kwanza, timu B itarudi, reset mbinu zake, itarudi kukaa chini na kutafakari tumefungwaje, tuingie vipi tena mechi ya pili kuweza kurekebisha makosa ama kucounter kile ambacho wapinzani wetu timu A wako nacho. Lakini pia ikatokea pia kwa mfano timu B ndio ikawa imepata matokeo ya ushindi, kuna wasiwasi ama kuna hatari pia ukiuliza makocha kiufundi kwamba mara nyingi huwa inapelekea timu ambayo imeshinda kuridhika, kitaalamu tunaita complacency, yani timu inaridhika na kuamini kwamba, tena kwa mfano ikiwa imeshinda kwa kishindo, inaridhika na kuamini kwamba tumewaweza na hatuhitaji pia kufanya vitu vingi katika mchezo wa pili. Yani mchezo wa pili timu iliyopoteza ndiyo itakuwa ina nafasi nzuri, kwa kawaida ina nafasi nzuri ya kurekebisha makosa yao na kuja wakiwa na picha tofauti, lakini timu ambayo ilishinda mara nyingi huwa ina approach mchezo wa pili katika mazingira yale yale ambayo yamewapa matokeo mchezo wa kwanza. Kwa hiyo ni mchezo ambao upo tricky kwa timu ambayo itashinda, kuna hatari ya kuridhika na kuja kupoteza mchezo wa pili, lakini timu ambayo itapoteza, nadhani kwangu mimi inakuwa katika nafasi nzuri ya kujipanga upya kimbinu, kiufundi, lakini pia kuandaa wachezaji kisaikolojia katika mchezo wa pili, kuhakikisha kwamba makosa ambayo wameyafanya katika mchezo wa kwanza hayajirudii
katika mchezo wa pili. Lakini ni mechi pia ambayo leo hatujadili sana kuhusiana na masuala ya kiufundi. Leo tunatoa tu scenario ya vitu ambavyo vinaweza vikatolewa. Nimezungumza hapo faida ya timu kushinda na faida ya timu nyingine kupoteza katika michezo ambayo inafatana back to back. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kika play part kubwa ya outcome ya mchezo huo ni endapo labda makocha wote wa timu zote mbili wakiamua kuficha silaha zao za ushindi katika mchezo huo na kuweka nguvu kubwa ama kufocus na mchezo wa pili, mchezo muhimu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Pengine tunaweza tukashuhudia dabi ambayo ikawa haivutii sana, kwa sababu ikatokea labda kwa mfano mwalimu wa Simba Stephen Baka anaanza na kikosi ambacho alianza nacho katika michezo miwili ya robo moja na nusu finali. Hata tukamwona Hussein Abel, hata tukamwona kina Duchu, hata tukamwona Anthony Mligo, tukaona wale akina Hussein Mbegu. Je, tutapata kile ambacho tunakitarajia kwenye dabi hii? Labda pia ikatokea kwa mwalimu wa Yanga Pedro Gonçalves akaamua kuficha silaha, tukaona kina Shehani wanaanza katika mchezo huo, tukaona labda wakina Casemiro wanaanza katika mchezo huo, tukaona labda anaanza labda mtu kama Emmanuel Manengo, ikatokea kwa mfano anaficha sira zake kuelekea katika mchezo wa pili wa ligi. Je, tutapata ile ladha ama taswira ya hii dabi? Itaendana na matarajio ya wengi? Jibu litakuwa ni hapana. Kwa hiyo ni mchezo ambao umekaa kimtego, uko very tricky kuanzia mbinu na kuanzia na kingine ni kwenye selection za makocha hawa wawili. Inawezekana wakapumzisha wachezaji ili wasiumie na kupata majeraha kuelekea mchezo muhimu wa dabi ya Kariakoo ligi kuu ya soka Tanzania bara wa NBC Premier League. Ukikaribia mchezo tutakuja hapa tujadili vizuri, tutazame vikosi vyote viwili, tukiweka scenario ya kwamba kila kocha apange fulu mkoko. Mchezo utakuwa vipi endapo kila makocha hawa wawili wa Simba na Yanga wakiamua kupanga vikosi vyao ambavyo tunavifahamu kwa ajili ya mchezo huo wa Muungano Cup. Tutarudi hapa kujadili vizuri pindi mchezo huo ukikaribia Aprili 29. Nyuma ya kamera ni kijana wangu Leopard John. Jina langu mimi ni Shebel Daniel. Endelea kufuatilia vipindi vingine kutokea hapa Nolly TV.